Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Yule mwite mtumishi wako wa neno la Mungu, mwite mwalimu Haward Maemba kutoka Njombe, Tanzania, ambaye amekuwa akikuletea injili za mabadiliko katika nyakati hizi za mwisho. Ni weekend nyingine tena, weekend ya baraka, weekend yenye neema ya Mungu na uwezesho wa kimungu tena. Tunakutana tena katika masomo yetu ya mfululizo wa masomo ya siku kwa siku kwa habari ya neno la Mungu na mafunzo ya wokovu. Na katika siku ya leo nimewaletea somo zuri linalohusiana na hasira. Watu wa Mungu, Biblia inazungumza kwa habari ya roho ya hasira. Katika Mithali anasema ya kwamba hasira hukaa moyoni mwa mpumbavu. Hasira hukaa moyoni mwa mpumbavu. Lakini sisi kama wateule wa Mungu, kama watakatifu wa Mungu, hatujaumbiwa roho ya hasira, wala hatujaumbiwa roho ya visasi, hatujaumbiwa roho ya chuki, hatujaumbiwa roho ya unafiki, hatujaumbiwa roho mbalimbali. Maovu mengi unayoona katika dunia ya leo mara nyingi yanasababishwa na watu kuwa na hasira ambazo zimekaa kwa wingi ndani ya moyo wa mwanadamu, na hii inamfanya huyu mwanadamu abadilike kinamna ambayo inakuja inamsababishia kwamba akawa katika mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hiyo tutaangalia kwa habari ya roho ya hasira kibiblia. Tutachanganua kwa undani zaidi kwa habari ya hasira. Basi tunaanza somo letu hili la roho ya hasira tukianza na kumshirikisha Mungu, ili tutakachohubiriwa kikawe na upako, kikawe na uwezesho, kikawe na ukuu ndani yake. Basi tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakusifu, tunakuinua wewe uliye simba wa kabila la Yuda. Asante Bwana kwa ajili ya wakati na muda kama huu ambao somo hili Bwana Yesu liko mikononi mwako. Naomba Bwana ukatutumie kama chombo tu kwa ajili ya kufikisha ujumbe ambao umekusudia jamii ipate kusikia, kanisa lako takatifu likapate kusikia, waamini wako wakapate kulisikia, hata watakatifu wako wakapate kulisikia. Bariki mtazamaji wangu ambaye anaendelea kunifuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mungu kae naye, ukamkirimie neema yako ya ajabu katika jina lako Yesu. Amen. Basi watu wa Mungu, tunaanza moja kwa moja kwamba roho ya hasira. Na kabla hatujazungumza roho, yani roho ni kitu nafsi hai, ndiyo tafsiri ya neno roho. Maana yake ni nafsi hai. Kwa hiyo nafsi hai. Kwa hiyo kwa kifupi nasema kwamba roho ya hasira ni hasira iliyowekwa kwenye nafsi hai, hasira yenye kufanya kazi ndani ya waamini, ndani ya kanisa. Basi hasira ni nini? Hasira ni hali inayomjia mtu anapokuwa amechukizwa au kukasirishwa na jambo fulani. Hasira ni hali inayomjia mtu au inayokuja kwa mtu au inayotokea kwa mtu baada ya kukasirishwa na hali fulani, ambayo huwa inaambatana na huzuni, na wakati mwingine huwa inaambatana na muonekano. Utakuta sura imekunjika, maumivu, kilio na mambo kama mbalimbali kama hayo, kwamba huyu mtu ana roho ya hasira. Huyu mtu jambo lolote lile tu yeye maishani mwake tu ni kuona kwamba ni kosa. Kwa hiyo hali ya hasira au roho ya hasira ni hali inayomjia mtu anapokuwa amechukizwa au kukasirishwa na jambo fulani. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 27 mstari wa 41 mpaka 42, maneno ya Mungu yanazungumza kwamba Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu napokaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Rebeka
akalifiwa maneno ya Esau mwanawe mkubwa, akapeleka mtu kumuita Yakobo mwanawe mdogo, akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana amekusudia kukuua. Watu wa Mungu, matokeo ya hasira ni mauti. Matokeo ya hasira ni mauti. Na siku zote mtu mwenye hasira, baada ya hasira kupunguka, ndipo atakapoona kwamba kumbe jambo nililotenda ni baya, kumbe jambo nililotenda ni la ajabu. Unajua, ukiwa na hasira unaweza kufanya mambo mengi ya ajabu. Kuna watu, yawezekana hata wewe msikilizaji wangu ambaye unanifuatilia, yawezekana upo katika hiyo kundi ya kwamba ukipata hasira, kuna watu wanapatisha vitu vingi hasara, wanaingia hasara sana. Kama ni simu utakuta anavunja, kama ni TV anaharibu, kama ni kitu fulani, kama ni nguo anachana. Lakini hasira ikija kuisha na kuja kukumbuka kwamba hivi nilitenda nini wakati ule? Hivi nilifanya nini wakati ule? Anaanza kujihisi kabisa kwamba amekosea. Kwa hiyo roho ya hasira, Biblia inasema kwamba hasira hukaa kinywani kwa mpumbavu. Yaani ukikuta una roho ya hasira ni mpumbavu. Ni mpumbavu. Kwa hiyo hasira ni moja ya vitu vilivyo machukizo mbele za Mungu. Kwanza vinaweza kusababisha mwenyewe ukakosa amani ndani ya moyo wako. Na ukikosa amani ndani ya moyo wako ni chanzo cha dhambi, ni chanzo cha uovu, ni chanzo cha mambo mengi. Na kama unavyokumbuka au kuona katika maandiko matakatifu na katika vitabu mbalimbali, vinazungumza kwamba hasira ya mwanadamu haileti haki. Hasira ya mwanadamu haileti haki, bali huleta machukizo, huleta maasi, huleta mauti. Kwa hiyo watu wa Mungu, roho ya hasira inatokana na mambo mbalimbali. Hasira ni moja ya vitu vinavyomchukiza Mungu, ni moja ya machukizo ya Mungu. Hivyo basi shetani na jeshi lake hufanikiwa kuwaingia na kuwapa dhambi wale wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Roho Mtakatifu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli, asilimia kubwa ya wachungaji, asilimia kubwa ya watumishi wa Mungu, waimbaji, wana maombi, wana uamsho, wamezingirwa sana na hii roho ya hasira. Natoka kanisani kwako, umeomba vizuri, umesali vizuri, umemwabudu Mungu katika roho na kweli, lakini unarudi nyumbani unakuta mtoto amepasua chungu, amepasua chupa. Hasira unapiga mtoto kama unaua. Lakini neno la Mungu linasema kwamba hasira ukai kinywani kwa mpumbavu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hasira hatujaumbiwa nayo sisi. Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sasa kama amekuwa kiumbe kipya, hasira ya nini? Hasira hatujaumbwa nayo. Biblia inasema hivi, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na nini? Na uzima wa milele. Sasa huu uzima wa milele hautenganishwi na mauti ya kimwili. Na huu uzima wa milele ambao tumeumbiwa nao uko tofauti na mambo ya hasira, uko against na mambo ya hasira, kwa sababu hasira siku zote ukaa kinywani mwa mpumbavu, ukaa kinywani mwa mtu asiye kuwa na Mungu. Kwa hiyo shetani anawatumia sana wale wanaomwabudu katika roho na kweli, wale wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Shetani huwatumia watu kama hao kwa ajili ya kupandikiza vimizizi fulani. Paulo anasema dhambi izingayo. Katika masomo yangu niliyofundisha hapo nyuma nimezungumza kwa habari ya dhambi izingayo, kwamba dhambi inayosumbua, dhambi ambayo watu wengi wanafikiri sio dhambi lakini ni dhambi. Kwa hiyo roho hii ya hasira huvuruga mifungo ya Wakristo na waabudu halisi. Unaona, sasa hii roho ya hasira inaweza ikakatia cross, inaweza ikakatisha ikaenda kuharibu mpaka mfungo. Upo kwenye mfungo vinakuja vikwazo, hasira hivi na hivi inavuruga hata mifungo ile ambayo lengo lake ni kumweka Mungu karibu. Kwa hiyo hawa waabudu halisi au waamini wapya ambao wamefanyika kuwa viumbe vipya, hii roho ya hasira huharibu sana, hususan wana maombi na watumishi wa Mungu, wachungaji, wainjilisti, mama wa wachungaji, wainjilisti, wa mama wa wainjilisti na huduma nyingine pia ambazo
Mungu ameziweka ndani ya kanisa, unakutana na hiki kitu kwamba watu wengi sana wamekamatwa na roho ya hasira. Na roho ya hasira inaweza ikasababisha mauti. Kuna watu wanaua ndugu zao, kuna watu wanaua watoto wao, kuna watu wanaua waume zao, kuna watu wanaua wake zao kwa sababu ya roho ya hasira. Na ikisha toka tu, mtu ndio anapokumbuka kwamba hivi kumbe kweli nilikosea, hivi kweli kumbe nilitenda dhambi, hivi kweli nilikuwa ni mimi kweli. Kwa hiyo mtu unakuta anaanza kujifikiria kwamba hivi ni mimi kweli niliyetenda hili jambo. Anaanza kuona kwamba kwa kweli nilitenda jambo baya. Wakati huo ile roho ya hasira imeshamuondoka, kwa sababu hukaa kwa muda mfupi tu, mwisho huondoka. Mara nyingi roho hii hubeba mambo kama ifuatayo. Roho ya hasira hubeba mambo kama ifuatayo. Cha kwanza ni chuki. Mtu mwenye roho ya hasira anakuwa na chuki muda wote. Chuki. Lakini visasi pia. Mtu mwenye roho ya hasira anakuwa na visasi visivyoisha. Yaani jambo lolote yeye ni kuweka moyoni, anawekeza. Lakini pia uchokozi. Mtu mwenye roho ya hasira anakuwa mtu mwenye kuchokoza. Hizi ni dalili za mtu mwenye roho ya hasira. Mchokozi, anachokonoa, anatafuta kuchonganisha watu, masengenyo. Mtu mwenye roho ya hasira anakuwa na masengenyo. Kazi yake ni kusengenya, kusema watu vibaya, kuwaumiza wengine. Lakini pia mawazo mabaya. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mawazo mabaya ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo roho ya hasira hii, mtu mwenye roho ya hasira anakuwa na mawazo mabaya, anawawazia watu walio mabaya, Kwa hiyo dalili ni ziko hapa, nimeziweka kama 5 kwamba chuki, visasi, uchokozi, masengenyo na mawazo mabaya. Roho hizi husimama na kufanya kazi katika moyo wa mtu, na inakupasa kuwa makini na kuzikemea roho hizi. Maana hakuna dawa nyingine zaidi ya neno la Mungu ambalo ni upanga. Hakuna dawa nyingine ambayo mwanadamu amepewa kwa ajili ya kutumia kujiepusha na hasira zaidi ya neno la Mungu, ambayo ukilijua kweli kweli, anasema ya kwamba Ayubu anazungumza kwamba mjue Mungu sana ili ndipo mema yatakapo kufuata. Ndipo amani tokanayo na kumjua sana Mungu, ambaye chanzo chake ni kumfahamu Mungu, ndipo itakapo kuzingira na kukuatamia. Na anaendelea pale kusoma na kutafakari sana Biblia husaidia kujikinga na kujiweka mbali na roho ya hasira. Upendo ni nguzo muhimu sana katika kupambana na roho ya hasira. Ukiwa na upendo kwa wale wanaokukosea ni dawa njema pia. Biblia inasema kwamba amri mpya na wapieni ndio hii, pendaneni. Kama mimi nilivyolipenda kanisa, nanyi nawaagiza pendaneni. Kwa hiyo upendo pia ni dawa kubwa sana kwa ajili ya kujipambanua na hii roho ya hasira. Lakini pia msamaha pia unachangia kujiepusha na dhambi hii. Msamaha, kwamba je, ni mwepesi wa kusamehe? Najua kuna mhubiri mmoja alisema kwamba watu wengi watahukumiwa nyakati zile za mwisho kwa sababu ya kukosa kitu kinachoitwa msamaha. Neno la Mungu linasema kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Tusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Utusamee. Unaona sasa hapa paradai, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Sasa kama nasi tunavyowasamehe, sasa tusipowasamehe, maana yake huku sasa, maana yake hii sentensi haijakamilika. Kama nasi tunavyowasamehe, maana yake kama hujasamehe, nini kinatokea? Unakosa msamaha kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba tuwasamehe wanaotukosea. Tuwasamehe tu. Kwa namna nyingine hatuwezi zaidi ya kuwasamehe. Lakini pia kujishusha ni dawa iliyokuu sana. Ukiwa na roho ya kujishusha, hakika utashinda. Hali ya kujishusha, hali ya kunyenyekea mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nisamehe, Mungu nihurumie, Mungu nashuka mbele zako, wewe Mungu ongezeke. Kama ukiri wa Yohana Mbatizaji anasema ya kwamba yafaa mimi nipungue, yeye aongezeke. Kwa hiyo ukiri huo ni mzuri sana. Yesu Kristo mwenyewe anasema ya kwamba anazungumza kwamba yafaa
Yohana yule anasema yafaa mimi nipungue bali Mungu aongezeke. Yesu Kristo alijishusha akawa mtii mpaka mauti, na mauti ya msalaba. Alikuwa mtii mpaka ile mauti. Najua ni jambo la ajabu sana mtu kuwa mtii, kushuka kuwa mtii. Kwani ni jambo la ajabu sana. Lakini weka dhamiri ya dhati ili uweze kushinda, na jizuie kuwa na ukimya. Unajua siku zote wanasema kwamba kimya kina majibu. Ukiwa kimya unapata la kutafakari, na Mungu hajibu kwa makelele. Mungu anajibu katika hali ya ukimya na utulivu wa kiroho na kimwili, ambao mtu kisha tafakari, Mungu anakupa nini? Anakujibu sawa sawa na neno lake. Lakini onyesha tabasamu kwa wale waliokukosea daima. Onyesha tabasamu. Wewe usihesabu makosa yao, wasamehe tu, wahurumie. Onyesha tabasamu, wafurahie, waone kama ni watu wa kawaida, waone kwamba ni watu rafiki zako kama rafiki wengine. Rafiki zako kama rafiki wengine. Kwa hiyo hebu omba toba pale unapokosea pia. Pale ambapo unatambua kwamba nimekosa, pale unapotambua kwamba nimekwenda kinyume na Mungu, mwambie Mungu, Mungu nisamehe, mimi ni mwanadamu pia. Nisamehe, nihurumie. Naye Mungu anakuhurumia, naye Mungu anakusamehe. Misingi ya kushinda roho ya hasira. Je, nifanye nini ili niweze kushinda roho ya hasira? Ya kwanza, lazima uwe na upendo. Lakini ya pili ni msamaha, ya tatu utayari, ya nne kujishusha, ya tano imani. Ya tano ni imani. Ukiishi katika misingi hiyo roho ya hasira lazima iondoke. Hata kama utashindwa, jitahidi omba toba na kuwa na imani, utashinda. Omba toba na kuwa na imani tu kwamba utashinda. Maombi ya kuvunja roho hii, unaweza kumwambia Mungu, unaita jina la Mungu, omba toba, alika Roho Mtakatifu na malaika, kemea mapepo ya hasira, vunja na kubomoa kwa damu ya Yesu, alika moto lao, omba Mungu akuponye, fanya shukrani, afufunga kwa jina la Kristo Yesu. Fanya hii sala kwa muda kuanzia wiki 2, wiki 3 kwa imani, na Mungu atakusikia na utakuwa salama na kukombolewa. Omba kwa imani, utashinda. Omba kwa imani, utashinda. Sababu ushindi ni lazima kwetu sisi wa Kristo, na sisi tuliomwamini Yesu ya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Neno la Mungu linasema kwamba ushindi ni lazima na kushinda ni lazima. Kushinda ni namna ambayo Mungu ameweka ndani yetu kwamba lazima tutashinda tu hata iwaje. Kwa hiyo mtu wa Mungu, roho ya hasira inaweza ikaondoka hata katika maisha yako, inaweza ikaondoka, kwa sababu hatukuumbiwa na roho ya hasira wala hatukuumbiwa na roho ya woga. Ndani yetu tunao nguvu, tunao uweza, tunao mamlaka, tunao utukufu ndani ya utukufu, viwango mpaka viwango. Kwa hiyo neno la Mungu linapozungumza kwa habari ya roho ya hasira, hii roho ya hasira ni roho ambayo inasababisha watu wengi wakakose mbingu, inasababisha watu wengi wakamkose Mungu, inasababisha watu wengi maisha yao yawe magumu sana, kwa sababu roho ya hasira inaambatana na roho ya kutosamehe. Kwa hiyo usiposamehe hata Mungu pia hakusamehe. Kwa hiyo tujifunze kusamehe waliotukosea, tujifunze kujiweka tayari katika kumwadhimisha huyu Mungu, ya kuwa huyu Mungu ni nani? Huyu Mungu ni Baba na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo watu wa Mungu, roho ya hasira ni roho ya kukemewa, roho ya hasira ni tabia inayojengwa, roho ya hasira ni tabia ambayo inakuwa, roho ya hasira ni tabia kabisa, nafsi ambayo inatembea. Kwa hiyo bila maombi ya kuvunja na kuharibu nguvu za giza, bila maombi ya kuharibu nguvu za giza, hatuwezi tukaishinda hii roho ya hasira. Kwa hiyo roho ya hasira inashindwa kwa maombi. Kwa hiyo kupitia maombi tutayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, katika jina lako Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, ninakusifu, ninakuinua wewe uliye simba wa kabila la Yuda. Asante kwa ajili ya wakati na muda kama huu ambao neema yako yatosha. Tazama msikilizaji wangu anaendelea kunifuatilia katika kipindi hiki. Ninaomba baraka zako zikawe pamoja naye. Kumbuka Bwana, katika kipindi hiki cha kweli, huduma ya kweli ya neno la Mungu isiyogoshiwa,
tuko mbele zako wakati na muda kama huu. Ninaomba Bwana, ninasimama kinyume na kila nguvu za giza, kila mipango ya mwovu shetani. Roho ya hasira ikapigwe, ikakamatwe katika jina lako Yesu Kristo anayejalia hai. Neema yako Yesu Kristo yatosha juu ya maisha yetu. Ninakemea na kuharibu kila roho ya hasira ndani ya mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Roho Mtakatifu endelea kumwatamia, Roho Mtakatifu endelea kumkumbatia, Roho Mtakatifu endelea kusema naye. Ninakataa kila ratiba za mwovu shetani, kila ratiba na tabia zinazozalisha roho hii ya hasira, kwa sababu roho ya hasira ni tabia iliyoko ndani ya mtu. Roho ya hasira ni mazoea yaliyoko ndani ya mtu ambayo hayajajengwa kwa nguvu ya kawaida, hayajajengwa kwa nguvu za kawaida ya mikazi ya mikono ya wanadamu, bali Jehova ni roho ya mwovu shetani ambayo inalishambulia kanisa. Nami Bwana, ninaharibu na kuvunja kila mamlaka na kila nguvu za giza. Ninaharibu kila nguvu na uweza wa mwovu shetani katika jina lako Yesu Kristo anayejalia hai. Ninavunja kila mamlaka katika jina la Yesu. Ninaharibu kila nguvu za mwovu shetani, ninavunja katika jina lako Yesu Kristo anayejalia hai. Ninabomoa katika jina la Yesu kila madhabahu na nguvu za giza. Ninaharibu sasa katika jina lako Yesu Kristo Nazareti. Toka ewe pepo uliyekamata fahamu na mwili, ewe pepo uliyekamata fahamu na mwili, katika jina lako Yesu Kristo Nazareti hai. Ninakuvunja, ninakuharibu, toka katika jina la Yesu. Toka ewe pepo uliyokamata maisha ya muamini. Toka ewe pepo uliyokamata maisha ya watoto. Toka maisha uliyokamata Jehova mwaminifu wa haki. Roho Mtakatifu yeye Bwana na Mwenyezi Mungu, ukadhiriki katika viwango vikubwa na vya ajabu sana. Akapokee nguvu na uwezesho wako Bwana wa kutembea katika mazingira yako, katika jina lako Yesu Kristo Nazareti hai. Muumbie Bwana moyo wa kusamehe. Muumbie Bwana moyo mpya. Muumbie Bwana moyo utayari. Muumbie Bwana moyo wa kufanya mapenzi yako. Muumbie Bwana moyo wa kutembea katika maisha yako. Maana umesema ya kwamba katika wewe tutakwenda, tutaishi na kuwa na uhai wetu. Katika jina lako Yesu Kristo Nazareti hai. Mungu mwaminifu wa haki, mzingire muonekanikie. Katika jina lako Yesu Kristo Nazareti nikiomba na kuamini. Amen. Basi mtu wa Mungu, uwe na wakati mwema. Niwatakie wakati ulio mwema na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen.